Kwamba leo tuliwasilisha maombi, of course tuliwasilisha jana maombi madogo ya habeas corpus Mahakama Kuu ya Tanzania masijara Dar es Salaam, na maombi hayo yamesajiliwa rasmi leo na imepangwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Bogoge, na maombi hayo yatasikilizwa kesho. Maombi hayo yatasikilizwa kesho saa 4:30 asubuhi, ambapo tumewaita Jeshi la Polisi kupitia kwa IGP, Inspector General of Police, lakini pia tumemshtaki Zono Crime Officer anaitwa ZDCO wa Dar es Salaam, lakini pia yuko mkurugenzi wa makosa ya jinai kwa maana ya DPP, lakini kuna RCO mkoa wa Kinondoni kwa sababu Mheshimiwa Heche sasa hivi yuko kwenye yuko kwenye eneo la Kinondoni pia, lakini pamoja nao pia wako watu wengine wawili, kamishina wa uhamiaji, kwa sababu mwanzoni wakati wanamshikilia Mheshimiwa Heche walikuwa na hizo assumption za masuala ya uhamiaji, lakini na mtu wa mwisho ambaye anajumuishwa kwa sababu za kisheria ni mwanasheria mkuu wa serikali. Samasi zimetoka leo na tayari wajibu maombi wamepelekewa wito huo. Kwa tunafikiri tukiamka salama kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kesho tutakwenda Mahakama Kuu kwa ajili ya kusikiliza maombi hayo, ambao tunaomba wajibu maombi niliowataja wafike sasa mahakamani kuiambia mahakama ni kwa nini wanamshikilia Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa, kwa zaidi ya siku 17. Leo ni siku ya 17 wanamshikilia bila kumpatia dhamana au bila kumfikisha mbele ya mahakama ili mkondo wa kisheria uweze kuchukua nafasi yake endapo wanahisi kuna makosa ameyafanya. Kwa hiyo update ya application ya Mheshimiwa Heche ni hiyo. Na kuhusu tuhuma ambazo zinamkabili zikoje? Sasa kwenye maombi haya hayana tuhuma, kwa sababu maombi haya ni tofauti na wanachokisema. Mwanzoni walipomchukua walituambia Dar es Salaam kwa maana ya ZDCO, mimi nilikwenda kufuatilia kiongozi wangu alipomshikilia. Jeshi la Polisi wakasema wanamsafirisha kwenda Tarime kwa sababu chaji yake au tuhuma zake ziko Tarime. Kwa bahati mbaya kauli ile haikuwa sahihi. Mheshimiwa Heche akapelekwa Dodoma. So amekuwa Dodoma na sisi tuliweza kujua kwamba yuko Dodoma kwa kipindi kirefu sana. Sasa alipokwenda Dodoma alifanyiwa mahojiano na maafisa wa uhamiaji wawili. Kwa taarifa za wakili aliyetupatia ambaye tulimwagiza au tulimwomba kwenda Dodoma pale, alisema Mheshimiwa Heche alihojiwa kwa makosa ya kwenda nje ya nchi kinyume na utaratibu, wakimtuhumu kwamba alivuka mpaka kwenda nchi jirani ya Kenya. Mahojiano yalikuwa ni hayo ya awali. Sasa kama makosa yangekuwa ni hayo, Mheshimiwa Heche angepewa dhamana, kwa sababu hayo makosa kwa sheria za Tanzania ni bailable offense, yani ni makosa yenye dhamana, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo Mheshimiwa Heche hakupatiwa dhamana. Alafu ikafika tarehe 28 tukafaili maombi mengine Mahakama Kuu ya Dodoma. Kwa bahati mbaya ikafika tarehe 29 siku ya uchaguzi, maombi hayo yakiwa bado hayajafanyiwa kazi. Sasa baada ya tarehe 29 wote mnafahamu nini kiliendelea hapa Tanzania mpaka hapo juzi, na baada ya kufika hiyo juzi tena sasa wanaomshikilia Mheshimiwa Heche wakabadilisha tena gia, wakamtoa tena Dodoma wakamrejesha Dar es Salaam. Kwa hiyo alipofika Dar es Salaam, wakili Hekima Mwasipu alipata fursa ya kwenda kwenye mahojiano ya awali ambao tuliambiwa Mheshimiwa alikataa hayo mahojiano, lakini alitoa particulars zile za majina yake na nini na vitu vingine, akidai kwamba maelezo mengine atakuwa tayari kuyatoa mahakamani endapo wataamua kumshtaki. Lakini kwenye kuuliza shida hasa ilikuwa ni nini, wakasema makosa ya ugaidi ambayo walisema. Sasa hayo ni maneno ya polisi, lakini tunasubiri watakapomleta mahakamani ndio tutajua hasa wanamshtaki kwa makosa yapi, kwa maana ya kujua sasa kwamba kiongozi wetu anashtakiwa kwa kosa kadhani mpaka watakapoleta au tutakapoona hati hiyo ya mashtaka. Kwa sasa hati ya mashtaka hatujaiona, na kwa sababu walimhoji tangia juzi, jana hawajampeleka mahakamani, leo hawajamleta mahakamani, sisi tulijiongeza tu jana kwamba ni lazima tufaili sasa maombi mengine kwenye eneo la kiutawala ambao Mheshimiwa Heche yupo, ambao ni Dar es Salaam. Ndio maana jana tukafaili hayo maombi mengine ya habeas corpus baada ya kuachana na yale ya Dodoma. Sasa bahati nzuri mahakama leo iliyapokea, iliyasajili na akapangiwa jaji kama nilivyosema, na sasa tayari na samasi zimetoka, kwa sababu tuliweka maombi hayo kwa hati ya dharura sana, extreme urgency, kwa sababu ya mazingira yalivyo. Kwa hiyo tunafikiri kwamba kesho watakuja mahakamani, hata wasipoamua kumleta kwa hiyo shida yao wanayomshika nayo, lakini kesho watamleta mahakamani, au polisi watakuja mahakamani, au serikali watakuja mahakamani kujibu hizo hoja zilizoko kwenye hayo maombi, ili waiambie mahakama ni kwa nini wanamshikilia Mheshimiwa Heche kwa zaidi ya siku 17
bila kumfikisha mahakamani au kumpatia dhamana ya kipolisi. Kwa hiyo hayo ndiyo maombi ambayo yako mbele ya mahakama.